Idara ya kinga katika Wizara yetu ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, mojawapo ya eneo ambalo inashughulika pia ni swala zima la lishe. Tunacho kitengo ndani ya idara ya kinga kinachoshughulika na masuala ya lishe. Kitengo hiki kina mkurugenzi msaidizi masuala ya lishe, lakini pia tunayo taasisi ya chakula na lishe TFNC. Na tunaposema lishe ina maana kubwa sana katika huduma zetu za kinga. Chakula binadamu lazima ale kila siku ili aweze kuishi. Kwa hiyo ili uweze kuishi, maana yake idara ya kinga inataka kumkinga binadamu dhidi ya magonjwa, maradhi, lakini na madhara mengine ya kiafya. Sasa mojawapo ya eneo ambalo tumesema ni la kinga ni pamoja na lishe. Na tunaposema lishe tunaweka katika makundi makubwa kama mawili. Kuna lishe ambayo tunasema macro, kwa maana unapata chakula kile ambacho ni basic. Kwa mfano kula ugali, kula ubwabwa, unakula nyama, macro nutrients. Sasa hizi ni vyakula vya wanga, vya protini, na vile vingine vya kuongeza nguvu. Kwa hiyo tunaviita kama ni vyakula vya macro, lazima binadamu apate. Lakini pia tuna micro, kwa maana hapa ni vitamins ambazo lazima binadamu awe nazo kwa muda wote. Sasa kitengo cha lishe kinashughulika kuhakikisha kwamba Tanzania watu wanapata lishe salama na safi kwa ajili ya afya zao. Kwa hiyo tunaliangalia upande wa chakula. Lakini pia lishe tunaangalia pia ni chakula cha aina gani uweze kula na kiwango gani. Sasa tunaangalia kwa mfano binadamu tunamtaka angalau kila baada ya masaa 4 hadi 6 apate snack, yani apate chakula cha namna yote ile. Sasa tunasisitiza binadamu kwamba aweze kula chakula vizuri, lakini kuna chakula heavy, lakini na kile chakula cha kawaida. Sasa kwa mfano unapoamka asubuhi tunasisitiza upate chakula breakfast. Ndio. Kwa sababu umeshinda usiku kucha umelala. Akili imetulia. Sasa ukiamka asubuhi upate breakfast. Sasa ile breakfast sio chai na andazi. Hilo inabidi kuweka sawa. Kwa sababu ukipata chai ndani yake kuna sukari, kuna majani ya chai, kuna maji. Na andazi ukapata. Hivi vyote vinaingia kwenye vyakula vya wanga. Sasa angalau upate kayai, ndani utapata protein. Upate basi na hiyo chai yako. Na upate pamoja na hilo andazi lako. Angalau uweze kubalance. Au upate maharage kidogo. Au kunde. Kwa mtu ambaye au njegere. Unaweza kupata vyovyote vile. Au unywe na maziwa. Kwa hiyo lazima katika masuala mazima ya ulaji ndio tunaangalia katika mtizamo huo. Sasa swala la lishe ni muhimu sana katika masuala mazima ya afya. Kwa sababu usipokula utapoteza maisha. Utakonda sana usipokula. Lakini ukila vibaya pia unaweza kunenepa sana. Kwa swala la lishe tena likawa haliko vizuri. Na ndio maana unaona sasa hivi kuna vitambi sana. Mwingine anakuwa mnene sana. Ni kwa sababu ni namna gani tunayo ile tabia yetu ya ulaji wa vyakula. Macronutrients ni kama tunaangalia kuna baadhi ya magonjwa. Kwa mfano mtu akikosa protein anapata ugonjwa wa kwashiorkor. Ndio. Umeshaona watoto ambao wanakuwa na tumbo kubwa, alafu amevimba mwili, alafu amekonda. Kakonda, tumbo kubwa, miguu midogo na amevimba mwili na maji. Kwa unakuta ana upungufu wa protein. Kwa ina maana huyo mtoto labda baada ya kuachishwa ziwa la mama akaanza kupata chai mandazi kila siku, anakosa proteins.
hapati marage, hapati nyama, hapati maziwa, hapati yani vitu ambavyo vina protini katika mwili, samaki, hapati, yani hivi ndio vitu ambavyo sisi tunaviangalia kwa mtizamo ule. Au mwingine akawa anapewa sana vyakula vya protini lakini hapati vyakula vya kuongeza nguvu. Kwa unakuta mtu anakuwa na ugonjwa unaitwa marasmus. Ndio. Sasa marasmus, mtu anakonda sana. Konda sana. Yaani ukimwangalia hivi ni ngozi na mfupa. Sasa hayo ndio tunaita macronutrients. Kwamba amekosa kwa wingi vyakula ambavyo ni vya msingi vya macro. Sasa mara nyingi anapokosa hivi wanakosa na vyakula vya vitamins. Sasa vitamins ziko za aina nyingi. Kwa hiyo ndio maana tunasema kuna vitamini A, kuna vitamini B, kuna vitamini C, kuna vitamini D. Vitamins ziko nyingi. Sasa vitamins ndio vinaimarisha kinga ya mwili na mambo mengineyo. Kwa hiyo idara ya kinga kwa upande wa lishe tunasisitiza wananchi kuwa na tabia nzuri ya kuzingatia masuala ya lishe. Sasa swala la lishe sio la afya peke yake. Ni swala ambalo mtambuka. Kwa sababu chakula kinazalishwa shambani. Kwa kuna masuala ya kilimo pale. Chakula kinahifadhiwa nyumbani. Kuna swala la uhifadhi wa chakula. Sasa sisi afya tunaathirika vipi na lishe? Ndio hayo outcome ya watu wanakuja na utapiamlo mkali, watu wanakuwa na vitambi, watu wanapata magonjwa ya pressure kwa maana shinikizo la damu, watu wanapata kisukari. Kwa hiyo unaweza kaona haya maradhi haya. Nimesema maradhi ya kwashako, maradhi ya marasmus, lakini tumesema maradhi ya kisukari, maradhi ya pressure, maradhi ya. Kwa hiyo haya yote ni maradhi ambayo yana mahusiano makubwa na lishe. Sawa, tuanze hapo sasa, tutazungumza namna mbili. Tuanze kwanza kwa watoto. Mtoto wale wa umri ambao anaanza kula. Hawa ndio kuja kutengeneza mtu, anakuja kuwa ni mtu wa aina gani? Tuzungumze wao wanatakiwa kula vyakula gani? Hawa watoto wa mwaka mmoja labda pengine kwenda mpaka miaka 6 7. Labda nianze hivi, mtoto anapozaliwa anatakiwa anyonye maziwa ya mama peke yake kwa kipindi cha miezi 6. Maziwa ya mama yana virutubisho vyote. Na labda niwatoe hofu wa Tanzania kwamba maziwa ya mama mtoto kwa muda wa miezi 6 ukimnyonyesha ipasavyo. Na tuna encourage kwamba mtoto anyonyeshwe muda wote anapotaka. Na usiku mtoto anatakiwa anyonyeshwe. Wapo baadhi ya kina mama wanakuja, analia, mtoto analia sana usiku, kumbe njaa. Kumbe mama analala, anajisahau. Kwa miezi 6 ya mwanzo mtoto ni lazima anyonye maziwa ya mama pekee. Na mara nyingi wanaonyonya maziwa ya mama wanakuwa na afya njema na hawaugui, kwa sababu maziwa ya mama pia yana kinga kwa watoto dhidi ya maradhi. Sasa baada ya miezi 6 ndio hapo sasa mtoto anaanza kupewa vyakula vingine. Sasa anapoanza kupewa vyakula vingine, hapa ndio kwenye mitihani sasa. Wengine wakina mama wasema anaharisha mtoto, anaota meno. Kuota meno hakusababishi kuharisha. Ni kwamba kipindi kile mtoto sasa ameanza kula vyakula vingine. Inahitaji usafi katika maandalizi ya chakula. Kwa sababu hatukomi kumnyonyesha mtoto baada ya miezi 6. Unaendelea kumnyonyesha mtoto mpaka miaka 2. Maziwa ya mama. Lakini hii miezi 6 ya mwanzo ananyonya maziwa ya mama pekee. Ndio aje kula kitu kingine. Alafu ndio aanze kula au uanze kumuongezea sasa vyakula. Maana baada ya miezi 6 tuna assume kwamba mtoto sasa ameanza kukua, mahitaji yake ya chakula yanazidi kuongezeka, na mama pia unataka sasa uwe na mambo mengineyo mengi. Kwa mtoto sasa pale ndio utamwanzisha viuji vya namna gani. Unaona, unapomwandalia chakula unamwandalia, lakini sasa kuna utaratibu wake. Unamnyonyesha, lakini kuna muda pia unampa chakula kingine, kwa sababu mtoto anaanza sasa wakati kutambaa, kukaa, anaanza kujifunza mambo mengi.
Kwa lazima hicho kipindi ndio kipindi muhimu sana kwa mama. Kwa ile unapoona mtoto anaharisha au mtoto anaugua, unasema mtoto anaota meno, mtoto anafanya hivi, kumbe ni kipindi ambacho mama sasa mtoto ndo ameanza kuingia katika stage nyingine. Hiyo imeweka sawa. Hii haina uhusiano kabisa ya kuota meno. Maana hii kuna kesi kubwa sana hapo katikati ya mtoto anapokuwa anaota meno. Anasema homa zile kali, unapeleka hospitali unakuta hana dalili hiyo, hana malaria, hana chochote, lakini nakuta homa kali au anaharisha. Hiyo haina uhusiano na kuota meno? Hapana. Uotaji wa meno ni process ya kawaida ya binadamu. Mtoto anapoanza kuota meno ndio kipindi kile unakuta anang'ata, kwa sababu hata mtoto anapojisaidia si unamsafisha. Watu wanasema choo cha mtoto hakina madhara. Sio kweli. Choo ni choo, lazima kisafishwe kwa usafi wa hali ya juu. Unapotaka kumnyonyesha mtoto, nawa mikono yako, uwe msafi. Alafu mpe titi. Mtoto atanyonya maziwa vizuri. Kwa ule usafi ule. Kwa ndio kipindi mtoto pia anaanza kukaa, anaanza kutambaa, anashika chini. Kwa haya ndio baadhi ya mambo ambayo tunayaona kama ni mojawapo ya maeneo ambayo yanatakiwa watu wapate elimu. Kwa swala la lishe ni swala refu sana. Na hatuwezi kulimaliza, lakini naomba tu nimalizie kusema kwamba maziwa ya mama ni muhimu sana kwa mtoto. Lakini pia mtoto baada ya kumaliza miezi 6 ile ya kumpa maziwa peke yake, anapoendelea mpaka miaka 2, kuna taratibu za kumpatia lishe. Lazima mtoto apate lishe vizuri. Na mtoto anapofikisha umri wa mwaka 1, pamoja na kwamba ataanza kula vyakula vyenu, lakini yeye katikati pale lazima umpe snack na kunyonya huko anaendelea. Kipindi hiki kimeletwa kwenu na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto kupitia kitengo cha elimu ya afya kwa umma kwa kushirikiana na UNICEF.